Oh, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wabariki. Karibuni sana. Karibuni wapendwa katika hili somo la imani. Nimewaeleza ya kwamba yoyote aliye na swali asisite kuniandikia kwenye comment. Najua imani ni somo nzito sana na ni somo tata. Kwa hiyo popote pale ambapo hujaelewa, niandikie kwenye comment. Usikose kuniandikia. Amen. Niambie hapo nina swali 1, 2, 3, alafu hizo swali nitazijibu. Sababu nimegundua ya kwamba katika kujibu swali la mtu mmoja, unaweza ukajibu maswali ya watu 10. Unaweza ukajibu maswali ya watu 20. Sasa si kila mtu ana ujasiri wa kuuliza. Kwa hiyo popote ambapo hujaelewa, naomba uniulize hapo kwenye comment section. Tatizo ni kwamba katika hili swala la imani kuna mchanganyiko mkubwa sana. Tumegundua watu wengi sana hawajui imani ni nini. Na ni uhakika ya kwamba watu wengi wanaenda makanisani lakini hawana imani. Na hili limekuwa ni moja miongoni mwa changamoto za walio wengi. Na siri ni hii, wengi wameweka matumaini kwenye nafasi ya imani. Kuliko kuwa na imani, wao wanakuwa na matumaini. Unaona, sasa shida iko hivi. Ukiweka matumaini kwenye nafasi ya imani, huwezi songa mbele, kwa sababu ni kama vile mtu anayejenga nyumba kwenye mchanga. Nyumba yoyote ikijengwa kwenye mchanga haina foundation, haina msingi, hiyo nyumba haiwezi ikakomae. Kwa nini? Kwa sababu haina msingi. Ndio sawasawa na kujenga Ukristo wako kwenye matumaini kuliko kuujenga kwenye imani. Ndugu zangu, imani ni kitu muhimu sana. Imani ndiyo msingi wa Ukristo wetu. Imani ndo kitu pekee ambacho kinatupa sisi wanadamu uwezo wa kuwa na mawasiliano na ulimwengu wa kiroho. Imani ndio kitu pekee ambacho kinatupa sisi ujasiri wa kusimama katika yale tunayoyaamini au katika yale tunayoyahubiriwa. Imani ndio kitu pekee ambacho kinatupa sisi nguvu ya kusimamia kwenye maneno ya Mungu na kusema hili asema Bwana, Mungu hawezi danganya, na simama hapo. Hata iweje na simama hapo. Sasa mtu asipokuwa na imani, akiwa tu na matumaini, ndo yule ambaye anatumainia A, akija kupata B anaacha Ukristo. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na imani, ila alikuwa na matumaini. Yeye alifikiria kwamba akiokoka atapata hela nyingi, akiokoka hatapata majaribu, akiokoka maisha yake yatakuwa vizuri, akiokoka atanunua gari. Sasa amekuja kuokoka, hajanunua gari. Anajiuliza, sasa hivi nimeokokaje? Huyu hana imani, ana matumaini. Kuna mtu mmoja hivyo hivyo aliniambia, akasema ya kwamba mimi nimeokoka lakini bado nina matatizo, nina magumu, watoto wangu hawana hela za kulipa shule. Nikamwambia, nani aliyekuambia ya kwamba ujenge Ukristo wako kwenye matumaini? Sisi tunatembea kwa imani. Sisi hatutembei kwa matumaini, tunatembea kwa imani. Na hili imani hili ni tofauti sana na kitu kinaitwa matumaini. Ndio maana leo Mungu amenivuvia, Roho Mtakatifu amenivuvia leo niwaletee mambo 4 muhimu kuhusu imani. Jambo la kwanza kuhusu imani ni imani na muda, sababu hili ni moja miongoni mwa masuala mazito sana. Haleluya. Na huu mchezo huwa unachezeka sana katika swala la imani na muda. Je, tunaamini mambo yatatokea kesho, au tunaamini mambo yalitokea, au tunaamini mambo yatatokea? So kuna kama mchezo fulani hivi, kuna kama tashwishi fulani kati ya imani na muda. Sasa sababu waaminio wengi wakiingiza imani katika muda wanashindwa kuamini. Waaminio wengi wanageuza imani lao kuwa matumaini pale wanapoingiza imani katika muda. Kuna kitu nataka nikueleze mapema, ni hiki: Mungu anapotamka jambo hatarajii lile jambo kutimia kesho. Ndo ile ambalo linaitwa imani la Mungu. Ni kwamba iko hivi, Mungu anapotamka jambo, maana yake lile jambo linatimia papo hapo. So Mungu hatamki kitu alafu aache kwamba kuna mambo mengine huko, kuna nguvu zingine zitatendeka, kuna mambo mengine yatatendeka, kuna mambo mengine yatarekebishwa, kuna mambo mengine yatafanyika hiki kile, ili lile alilolitamka Mungu litimie baadaye. Hapana, linaweza likazirike baadaye, lakini linatimia pale pale Mungu anapolitamka. So kwa Mungu mambo yote yanatendeka in active present. Kwa hiyo uwe kwanza na hiyo taswira ya imani la Mungu tulilo nalo sisi, ambalo halioni future, ambalo halioni past,
ambalo haliwezi kufeli, ambalo linaona yote yanatimia pale pale. That is how we believe. Sasa sikiliza vizuri hapa, tukienda katika vesi yetu ya kawaida ya Waebrania sura 11 kwanza mstari wa kwanza, inasema ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa. So unakuja kugundua kama vile inaleta picha ya tenses mbili, hakika present, mambo yatarajiwayo future. Sio maana yake ni ubayana wa mambo yasiyoonekana. Hebu twende hapa kwa hiyo mstari wa kwanza, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. So msomaji wa haraka haraka ambaye hana uvuvio wa Roho Mtakatifu atasema hapo, mbona mchungaji, kuna tenses mbili, kuna present na kuna future. Ina maana we believe in present for having the fulfillment in future. So naona hapo ukitafsiri haraka haraka kwamba tunaamini hivi sasa ili kuona matukio yake kesho. Sasa katika imani sio hivyo, iko hivi katika imani. Sikiliza vizuri hapa, sikiliza nikwambie. My Lord, my Jesus, iko hivi katika imani Imani tunaamini sasa, na tunaamini sasa matukio yatakayotokea baadaye kama vile yalitokea jana. Are you hearing me? Let me repeat again. Imani tunaamini sasa matukio yatakayotukia kesho kama vile yalitukia jana. Nafikiri wengi hawajaelewa. Hebu subiri nirudilie tena kwa namna ya mfano sasa, ili upate picha vizuri. Kwa mfano, mtu akikujia sasa hivi anakuambia tukiweka sukari kwenye maji itakuaje? Wewe kama wewe utasema ukiweka sukari kwenye maji, yale maji yatakuwa maji ya sukari. Yale maji yatakuwa maji ya sukari kivipi? Kwa sababu yatakuwa kama yale maji ya jana, ambayo unajua akilini mwako pia ulikunywaga chai nyumbani ambayo ilikuwaga maji iliyowekwa kwenye sukari, na yale maji yakageuka maji ya sukari. Kwa hiyo wakiweka maji mengine kwenye sukari kesho, yatakuwa maji ya sukari kama yale maji ya sukari ya jana. Hilo unaliamini sasa. Are you now getting me? Kwa hiyo imani, tunaamini matukio ya kesho kama vile yalitukia jana. Kwa hiyo imani ni present, ni active present. We believe it now. Umenipata? Umenielewa? Kwa hiyo hebu tusome kidogo. Tuende kidogo katika Mathayo 9:20. Mathayo 9:20. Naomba nisome hapo haraka haraka. Mathayo 9:20. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akamgusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Huyu mama aliamini atapona kabla hajagusa pindo la vazi, na akaamini atakuwa kama vile jinsi alivyokuwa in past. Sababu huyu mama alikuwa mzima kabla hajapatwa na huu msiba wa kutokwa damu. Alikuwa mtu mzima kabisa mwenye afya yake, na alikuwa hatokwi damu. Kwa hiyo alikuja kuanza kutokwa damu, ugonjwa ulikuja ghafla. Kwa hiyo sasa yeye kama yeye akaamini in present jinsi atakavyokuwa kama jinsi alivyokuwa in past. Sijui unapata picha hapo. Kwa hiyo tunaamini in active present matukio ya future ambayo yatakuwa kama jinsi alivyokuwa in past. Kwa hiyo hatuyumbi. Niendelee kusoma. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Nini kilimponya huyu mama? Ni imani lake. Just imagine mwanamke ambaye amehangaika kwa waganga wa kienyeji, ameenda huku na kula akitafuta uponyaji. Ukisoma vitabu vingine ambavyo vinaelezea hadithi ya huyu mama, watu wengine, vitabu vingine vinasema ya kwamba huyu mama alienda kwa waganga wa kienyeji, na kuna wengine hata walimlazimu kunywa mafuta
ya moto, mafuta ya mgazi ya moto, mafuta ya ngazi au mafuta ya kupikia ya moto, eti yatamponya ugonjwa wake. Kuna vitabu vingine vinaeleza ya kwamba huyu mama alienda kwa waganga wa kienyeji, wafumu tunaita hapa kwetu, ambao wengine walimlazimu kuzikwa kuanza kiwiliwili mpaka chini akiwa mzima na kukaa ndani ya udongo huo muda wa masaa 24 eti atapona, lakini hakupona. Now just imagine, mtu amepitia hayo yote na hakupona. Sasa anakuja tu kugusa pindo la vazi, pindo la vazi for 1 second na akapona. Na nini kilimponyesha? Imani lake. So huyu mama huyu alipona pale alipoamini, sababu imani iko present active. Kwa hiyo pale alipoamini pafu na akapona. Na alipopona yule mama, uponyaji wake ukamrudisha kuwa kama gisi alivyokuwa. Kwa hiyo ni imani lake mama ndio lililomponyesha. Kifupi ni hivi, imani linajua tu present, imani halijui past, imani halijui future, imani linajua present. You just believe it now. Sasa wewe jiangalie, je, unaamini hivi? Amen. Kwa hiyo utoke katika hiyo confusion ya kusema ya kwamba tunaamini leo ili yatimie kesho. Hapana, hatuamini hivyo. Hatuamini leo ili yatimie kesho. Kama bado una msimamo wa kwamba tunaamini leo ili yatimie kesho, maana yake huna imani, una matumaini. Na huko mbeleni nitawaonyesha tofauti kati ya imani na matumaini. Ni mambo mawili tofauti sana. Kwa hiyo sisi tunaamini, imani ni uhakika. Yani sisi tunaamini pale pale na yametimia pale pale kama jinsi alitimia in past. Kwa hiyo imani hatuyumbi, imani halina mashaka, imani halina maswali itatimiaje kesho. Imani linaamini imeshatimia. Kunabaki kitu kimoja tu, madhihirisho ya kile ambacho kimetimia, lakini kimeshatimia. Kwa hiyo kama ni uponyaji umeshapona, kinabaki tu kitu kimoja, madhihirisho. Kwa hiyo wewe unaamini kwamba umeshapona kwanza, ijalishi bado kansa unaiona kwenye ziwa lako, sawa? Ijalishi kwamba bado kansa unaiona kwenye ziwa lako, lakini kwa sababu ilisemwa kwa kupigwa kwake sisi tumepona, wewe unaamini umeshapona hata kama bado kansa ipo. Sasa nataka pia nionyeshe kitu kingine hapa. Imani sio motisha. Imani sio kujifanya kama vile unaamini unakaa tu jambo la kubali mpaka pale itakapokuja kutimia. La fin n'est pas un semblant. Imani sio kitu kama vile kukuweka motisha. Imani sio kitu kama vile tutafanyaje basi iwe tu tukaikae hivyo tu, wanatuambia tuamini. Tuamini tu mpaka pale atakuja kutimia. Sio hivyo tena. Imani ni unaamini kabisa. Imani ni bayana, ni ubayana. Yani imani ni uhakika. Imani sio shaka. Imani sio semblant. Imani sio jambo la kukaa tu wewe mpaka pale itakapokuja kutimia. You believe it and you believe it correctly, na una uhakika nalo. Sema amen. Kwa hiyo hili swala la muda au wakati katika imani ni muhimu pia. Ndio maana nimeenda niligusie kwa juu. Kwa hiyo jambo la kwanza katika ya mambo manne kuhusu imani ni wakati katika imani. Wakati katika imani, imani linaamini in active present, haliamini in future. Katika imani hatuna future, hatuna Mungu atakuponya, tuna Mungu amekuponya. Katika imani hatuna utapata, tuna umepata. Katika imani hatuna future, tuna present. Unaamini in present, future unasubiri madhihirisho. Sababu unaweza ukaamini sasa hivi na yasizirike sasa hivi, yakaja yakazirike baadaye. So you believe it right now. So parce qu'on dit en français que la foi c'est une substance. Sijui substance ni nini kwa Kiswahili. Ila imani ni kitu kipo kabisa, kipo serious. Ni hisia ipo kama gisa haya macho yapo. Kwa hiyo ipo humo ndani, ipo serious na inaamini maneno yote ya Mungu. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ni kwamba imani ni maono wazi yajayo ambayo umeamini yameshatukia.
Imani ni maono mazuri zaidi yaliyo wazi, unayoyajua jinsi yametimia. Imani halijaribu. I want to insist on this. Imani sio kujaribu kufanya jambo, hapana. Imani sio kusubiri kitu kitukie, hapana. Imani sio kungoja jambo lije, hapana. Hatungoji kwa imani. Katika imani hakuna neno kungoja. Katika imani hakuna neno kusubiri. Katika imani kusubiri, unasubiri madhihirisho. Katika imani, narudilia tena, unasubiri madhihirisho, lakini umeshaamini, limeshatukia. Naomba mnielewe vizuri hapa. Na ili unaamini kabisa kwa moyo wako wote. Twende kwa Mathayo 15. Mathayo 15 mstari wa 11. Mathayo 15 na mstari wake wa 11. Nasoma hapa. Sikiliza vizuri sasa. Tunajua sote hii verse ya Biblia. Mathayo, nimesema Mathayo 15 mstari wa 11, mstari wa 21, kumrazi. Mstari wa 21 hadi 28. Naomba nisome. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo. Andika hilo neno, makombo. Makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Hebu pumua kidogo. Sababu naamini kama angekuwa wewe ndo huyu mwanamke. Hebu just imagine, mimi huyo naenda ninatembea zangu mitaani, nakutana na wewe, unakuja unasema, mchungaji, naomba uniombee. Alafu mimi nakwambia, sina muda wa kukuombea. Sina muda wa kukuombea. Una insist, unasema naomba uniombee. Ninakujibu, ninakwambia, sio vizuri kuchukua chakula cha watu kukupa wewe mbwa. Nafikiri kama tungekuwa hatujamaliza maongezi, moja kwa moja ungeenda TikTok live na unaweka title pale kubwa sana, ona watu wanavyochezea rehema, wana neema waliopewa na Mungu. Ungeweka title pale, sijui ungeweka title gani, wachungaji wa siku za leo, ona wanavyojibu waumini. Ungeweka title, ungesema hivi huko TikTok. Yani wewe kwanza, wewe ungekuwa kwanza tunaongea na wewe. Mungu abariki sana huyu mama. Huyu mama alikuwa na imani kubwa sana, tena sana. Sasa nini alichokifanya huyu mama? Huyu mama alikuwa na maono mazuri sana ya future. Iko hivi, katika swala la imani, jiingize pia katika plani ya Mungu. Let's do the plan. Yesu manake anamaanisha hivi, wana wa watu ni Wayahudi, ni wale ambao yeye alikuja kufa kwa ajili yao. Wale ndio wana wa watu. Na chakula ni ile miujiza, ule uponyaji, lile neno. Sawa? Kwa mama amekuja kutafuta uponyaji. Kwa hiyo Yesu anamwambia hivi, mama, sio vizuri mimi kuchukua chakula cha watoto hawa, na watoto wenyewe hawajala, nikupe wewe. Wewe huna haki ya kula hiki chakula sababu wewe ni mbwa. Sasa huyu mama kwa sababu ana imani,
akaona amepata nafasi katika hiyo meza. Sema amen. Huyu mama akaona sawa, hata mimi nikuwa ni mbwa, lakini angalau hata hapo pia nina nafasi, nimepata nafasi ya kukaa chini ya meza, sababu mbwa wanakaaga chini ya meza. Kwa hiyo mimi nitatumia hiyo nafasi yangu ya kukaa chini ya meza ili nipate makombo yaangukayo chini ya meza. Katika lugha nyingine, huyo mama anaambia Yesu hivi, mimi sina hicho haja ya hicho chakula cha watoto wa watu, hicho chakula ni kingi, mimi nina haja tu ya makombo. Na hayo yani, sijui ni terme makombo ndio imetumiwa hapa jamani, nisije nikasemesema ni makombo, sababu kinataka fana kidogo na kibembe. Kibembe yanaitwa maombo, sasa kwa Kiswahili kumbe ni makombo. Jamani, mimi sina haja hicho chakula cha watoto wa watu, mimi nina haja tu ya makombo. Na hivi kisi nimepata nafasi kwenye hiyo meza, wacha na mimi nikae. Yani huyu mama akatumia ile na nafasi ya mbwa. Hayo hii mimi akatumia ile na nafasi ya yeye kuitwa mbwa na Yesu, ili kwamba kwa nafasi hiyo, kwa nafasi hiyo ya mbwa anayekaa chini ya meza, kupitia yale makombo, yeye njaa yake iliyokuu itashiba kwa yale makombo bila kugusa kwa chakula cha watoto wa watu. Mama alikuwa na imani kubwa sana. Unaona nafasi amekaa. Kwa hiyo haya maneno haya mimi nataka ujiwekee picha kichwani mwako na uone na nafasi ambayo huyu mama alitumia ili kumpata Yesu kwenye maneno yake, na kupitia hayo maneno ya Yesu, yeye mama akajipa nafasi katika meza ya Yesu, ili kwamba na yeye apate opportunity ya kula kile chakula, lakini sio mezani chini. Kwa sababu gani? Yeye ni mbwa. Kwa hiyo mama hakudharau nafasi yake yeye ya kuwa mbwa, alitumia hiyo nafasi yake ya kuwa mbwa, akakubali kwanza kuwa yeye ni mbwa. Haina shida, nakubali mimi ni mbwa kabisa, tena mbwa mzuri sana, nakubali. Lakini sasa nataka nitumie hiyo nafasi yangu ya kuwa mbwa ili niridhishe haja ya moyo wangu. My God, my Lord, my Jesus. Kwa hiyo mama akachukua hiyo nafasi yake ya kuwa mbwa, akajibu Yesu akasema, ndio, sikatai mimi ni mbwa. Unasikia katika lugha nyingine, sikatai mimi ni mbwa, na mimi mbwa sistahili uponyaji, sababu uponyaji ni kichakula cha watoto wa watu. Lakini ninachosema ni hiki, hata sisi mbwa pia huwaga tunakula yale makombo yaangukayo chini ya meza. Hilo imani likampiga Yesu vibaya sana, mpaka Yesu akasema, mama, imani lako ni kubwa, iwe kwako kadiri jinsi unavyoomba. Na pale pale binti wake akapona. Kwa hiyo naamini sasa Yesu kama Yesu alibaki anajiuliza, kama makombo yamemponyesha huyu, vipi sasa hawa wanakataa mpaka chakula? Kwa hiyo kama vile Malkia wa Kushi atakavyosimama kuwahukumu watu, sababu yeye aliamini hekima ya Sulemani, naamini huyu mama na yeye atasimama kuhukumu Wayahudi ambao hawakuamini Yesu. Kwa sababu huyu mama yeye alishibishwa na makombo na Wayahudi walikataa chakula. Kumbe chakula walichokikataa wengine walikula hata makombo ya kile chakula na wakashiba. Kwa hiyo imani ni kutumia mwanya na nafasi ulionayo ambayo umejipenyeza katika Kristo. Hiyo usizarau nafasi yako, usizarau huo mpenyo wa neno hapo. So use perfectly that place. Ukitumia hiyo nafasi vizuri kwa imani lako, matokeo yake yatakuja kuonekana. Haleluya. Pointi ya 3, imani siyo matumaini. Na hili nataka niongee kwa kifupi, sababu nimeshaliongea sana hapo awali. Utofauti wa imani na matumaini ni huu. Imani ni kuamini sasa yote aliyoyasema Mungu, hata kama hatuyaoni wala yanapita akili zetu, yanapita fikira zetu, lakini as long as Mungu aliyasema tunayaamini sasa kwamba yametimia, kwamba ni kweli, ni hakika na yametimia. Hiyo ndio imani. Matumaini ni kusubiri na uhakika utimilifu wa ahadi za Mungu. Sasa imani ni kuamini sasa utimilifu wa yote aliyoyasema Mungu, na matumaini ni kusubiri na uhakika utimilifu wa ahadi za Mungu. Kwa hiyo haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti.
Sasa confusion iko ni kwamba watu wengi wanachukua matumaini, wanaweka nafasi ya imani na wanaondoa imani kabisa. Amen. Nafikiri mmeelewa tofauti sasa kati ya matumaini na imani. Kwa hiyo imani sio matumaini na wala matumaini sio imani. Imani tunaamini sasa utimilifu wa mambo yote na unayaamini katika kilindi cha moyo wako, tofauti sana na matumaini. Asante, naamini wacha niishie hapa kwa leo. Bwana wabariki. Nimesema ukiwa na swali, karibu andika kwenye comment, nitakuja kulijibu. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Kwa heri, kwa kuonana. Asante.